Kwa majina naitwa Inspekta Fatuma, ni inchaji wa dawati la jinsia na usalama wa mtoto wilaya ya Babati. Tumefuatana na watendaji kutoka kitengo cha dawati la jinsia na watoto, ambapo tumekuja kwenye kituo hiki cha kulea watoto ambacho kinajulikana kwa jina la Hosana. Lengo la kutuleta katika kituo hiki ni kuja kuwaona hawa watoto, kwa kuwafariji, lakini pia kuwapa moyo kama matendo ya huruma, kuonyesha ubinadamu na utu. Tukiamini kwamba hawa watoto hawawezi kufikia malengo yao kwa sababu wana malengo mbalimbali. Hawawezi kuyafikia haya malengo endapo watahudhuria masomo yao wakiwa na njaa. Tumeleta mchele, tumeleta maharage, tumeleta dagaa pamoja na mahitaji mengine ambayo ni ya msingi yatakayowawezesha sasa kuwajenga wao vizuri kisaikolojia na kuweza kukaa darasani kwa utulivu na kumsikiliza mwalimu na kujisikia kama vile watoto ambao hawajatengwa na jamii. Kuna watu ambao wanawazunguka, wanawapenda na kuwathamini. Natoa wito kwa jamii, kwa wote tushirikiane wote kwa pamoja kuvifichua na kuvipinga vitendo hivi vya ukatili. Tunatamani sana kwa wilaya yetu hii ya Babati kupunguza matukio haya, kuyamaliza kabisa, lakini kama haitawezekana kulingana na changamoto mbalimbali ambazo tumekuwa tukizipitia au kukumbana nazo, tupunguze matukio haya. Kwa hivyo jamii kwa ujumla, sio tu katika kutoa taarifa kuwafichua hawa wahalifu ambao wanafanya vitendo hivi vya ukatili, unyanyasaji pamoja na utelekezaji, vile vile wajitokeze kuja kuwagusa hawa watoto. Ninapenda kuwapongeza kituo hiki cha Hosana kwa jitihada ambazo wamekuwa wakizifanya kila siku, kuwafariji hawa watoto, kuwaonyesha upendo, lakini kuhakikisha pia wanafikia yale malengo ambayo wamekusudia. Nataka kuwapongeza na kuwashukuru vyombo vya habari kwa jitihada kubwa katika kuelimisha jamii kuhusiana na umuhimu wa malezi kwa watoto, lakini pia kuelimisha jamii kuhusiana na vitendo hivi vya ukatili pamoja na unyanyasaji. Jina naitwa John Minja, baba mlezi wa watoto hawa wa Hosana. Kwa kweli tunafurahi sana ndugu zetu wa polisi jamii kututembelea leo na kutuletea msaada. Kwa kweli wamekuja kutupa faraja, tunawashukuru sana kwa hilo. Bado tuna mahitaji mengi tukiwa kama Hosana. Sana uhitaji wetu ni kwenye ujenzi. Jengo letu hili tulilonalo watoto wetu wanaoishi bado halijakamilika. Jengo hili bado linahitaji tiles, na tiles zinahitajika boksi 200. Bado tunahitaji mafundi wa kuflashi, wa kufanya skimming, ili basi itakapofika muda tuweze kupiga rangi huko ndani. Bado tunahitaji milango kwa ajili ya watoto wa kiume, milango ya ndani bado hatujakamilisha, japo kwa watoto wa kike tumeshakamilisha. Na bado tunahitaji vile vile, kama unavyoona pale pembeni kuna kisima kinachojengwa, na chenyewe bado hakijakamilika, na chenyewe bado kinahitaji fedha. Bado tunahitaji fensi ambao ni ukuta wa kuzunguka kwa ajili ya watoto wetu wawepo katika mazingira ambayo rafiki kwa upande wao. Kama unavyoona sasa hivi pako pleni tu. Kwa hiyo hata hivyo tukiweza kupata chochote kutoka kwa wadau wetu, basi tutakuwa tumefurahi sana. Tunaomba tu ombi letu kama Hosana, tunaomba sana wadau wetu popote pale walipo au yoyote atakayeguswa kuona kwamba ni sahihi na ni sadaka yake kutoa kwa ajili ya watoto yatima, basi tunamwomba fike Hosana.